Ramon TV, habari na burudani kiganjani mwako. Kwani kati ya sisi na wao nani alikuwa anapiga kelele katika usajili? Si wao walikuwa wanasema bajeti yao ni kubwa katika usajili na wakasajili. Sisi tulikuwa kimya, lakini sisi tunajibu kwenye pitch. Hiyo ndo timu ya mpira inavyostahili kuwa. Wakati wa kusajili unakuwa ni silent killer, alafu baadaye kwenye matokeo unakuwa ni smile killer. Ndo Yanga Africa ilivyo. Kwa hiyo for my side, mimi sina cha kuwashauri, na ushauri tu kwa TFF. Dabi ni tarehe 1 mwezi wa 3. Itakuwa ni mwezi mtukufu kwa Wakristo na Waislamu. Nimaanisha kwa Resma na Ramadhani. Mechi isiwe muda ule tuliozoea saa 11. Tunaomba mechi iwe kuanzia saa 2 kwa sababu akishapata iftar kidogo chakula kijimeng'enye, alafu tukutane kwenye pitch. Kwa sababu najua kuna mpira, kuna mambo, kuna starehe yake ndani ya mpira. Unaweza ukatoa neno baya ukawa umeharibu mwezi na bado hujafungulia. Kwa mimi ni special request kwa TFF. Waangalie muda wa mechi ya dabi, wapeleke mbele ili watu tu enjoy. Alafu ukiniuliza kuhusu majirani, ile kauli ya afya ya akili naanza kuielewa. Kuna timu unaukata alafu unaruhusu wachezaji watoke. Nenda ka scout anayeongoza kucheka na nyavu. Ukimwacha Jean Charles Ahoua, ni nani kama sio Dese Mukwala? Lakini Mukwala yuko wapi? So memwacha. Wana afya ya akili. Kwa mimi kuwashauri ni ngumu mno. Kwanza unatakiwa ukubali hali ulionayo kwamba sisi sasa hivi ni masikini. Kauli ya Ahmed jana umeweza kuisikia? Nimeisikia, na ukiwa kama msemaji, hakuna timu ambao niseme tulipitia nyakati ngumu, lakini tushukuru wasemaji wote ambao walikuwa na sisi katika nyakati zile. Hawakuwahi kutoa kauli ya kishujaa kama aliyojaribu kuitoa Ahmed Ally. Yeye ndani ya Simba Sports Club ana mshahara. Ana mshahara. Lakini mashabiki hawana mshahara. Mtu anakaa Mbagala amefuata timu Mbweni kwa upendo. Sawa, ni sehemu ya matokeo ya mpira. Huwezi kuja front alafu useme eti kama una moyo mwepesi. Wewe una mshahara, ndio maana unaweza kutoa kauli yote ambayo unaweza. Lakini mashabiki hawana mshahara. At least toa kauli ambayo hata baadaye wakisema kuna baadhi yao katika 100 watakuwa wamekuelewa, wamefarijika. Narudia, hawa wasemaji wa vilabu wawaheshimu mashabiki. Wao wana mikataba, wana pato ndani ya timu. Sisi mashabiki hatuna vipato, hatulipwi. Kwa kabla wao kuja kuongea kauli, wafikirie hii kauli itawagusa nani na nani, na wataichukulia kwa upana gani. Ni hilo tu. Kwa mimi kama shabiki wa mpira, tukiachia mambo ya usimara Yanga, ile sio kauli ambayo inafaa kufika kwa mashabiki. Kelini, kwa upande wako ukiwa kama pia ni mchambuzi wa masoka, unaiona wapi Young Africans kwa msimu huu hususan ambao wanaenda kuelekea katika michuano ya mabingwa? Hakuna sehemu niliona Young Africa inakuja kuwa hatari baada ya Young Africa kudraw na Mbeya City. Yaani ile mechi ya Mbeya City ni mechi ambayo ilikuwa ni morning call kwa Young Africa. Niambie, baada ya mechi ya Mbeya City Young Africa akapoteza mchezo gani? Kuna mtu alikuwa anategemea Young Africa aenda kumfunga Farabati Zanzibar? Ilikuwa ni ngumu. Lakini kimetokea nini? Matokeo. Kupoteza mchezo sio kwamba ndo umefeli. Na hiyo Young Africa ikaenda kutangaza ubingwa akiwa na mechi 5 mkononi. Azito. Unena lote kwa mashabiki wa soka ambao wanatazama au wana mtazamo wa chanya kwa soka hili la Tanzania, wakisema kwamba ligi ya Tanzania haina ubora wote? Ligi ya Tanzania ina ubora. Sisi tunatoa tu, pia ni ombi kwa viongozi wanaosimamia mareferees. Ile kauli kwamba na wao ni binadamu ili ligi yetu iwe bora, sitamani iendelee kuwepo. Ni ngumu kuua hicho kitendo. Yaani narudia, ni ngumu mareferee kuwa perfect ya 100. Lakini ni rahisi wao kuwa na ubinadamu wakiwa wanachezesha mechi. Sitaki kuirate sana NBC Premier League. Lakini tukisema Tanzania tumejaliwa vipaji, nenda kaitazame Championship. Hapo kama nimeweza kuelewa. Yaani Tanzania tuna vipaji. Lakini ukisema uscout tu kwenye NBC Premier League, hauwezi kuviona hivyo vipaji kwa sababu
wengi katika 100% wanaocheza unaweza kukuta baadhi ya timu 75% wanacheza foreigners, 25% ndo wazao. Lakini kama unaamini Tanzania ina vipaji, nenda kaiangalie championship. Mimi nasema tu tukutane match moja, afu itakuwa ni birthday yangu. What I believe. Roman TV, habari na burudani kiganjani mwako.